Jeshi la Iran lashambulia vituo vya kijeshi vya Marekani baada ya ukiukwaji karibu na mlango wa Hormuz. Jeshi la Iran la walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu limetangaza kwamba vikosi vyake vimetekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya meli ya adui, makao makuu ya kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani nchini Bahrain, pamoja na kambi ya jeshi la anga ya Marekani katika eneo hilo, kufuatia vitendo viwili vya uchokozi wa Marekani vilivyolenga mali za Iran. Katika taarifa iliyotolewa na ofisi yake ya uhusiano wa umma siku ya Jumatano, IRGC ilisema matukio hayo ilianza usiku wa manane wakati meli ya mafuta ya Iran ilipopigwa karibu na mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, usiku wa jana jeshi la Marekani lenye hulka ya uchokozi lilishambulia meli ya mafuta ya Iran kwa kombora la angani kwenye eneo la karibu na mlango wa Hormuz na kusababisha uharibifu katika chumba cha injini cha meli hiyo. IRGC ilisema tukio hilo lilisababisha jibu kutoka kwa vikosi vyake vya majini. Jeshi hilo lilisema kwa kujibu uchokozi huu na ukiukwaji wa kanuni zinazosimamia mlango wa Hormuz, meli mzigo ya adui wa Kimarekani na Kizayuni itwayo Panaya ililengwa kwa makombora yaliyorushwa na jeshi la wanamaji la IRGC. Taarifa hiyo iliendelea kueleza kitendo cha pili cha uchokozi na kusema katika kitendo kingine cha uchokozi, jeshi la adui Marekani lililenga mnara wa mawasiliano wa IRGC katika sehemu ya kusini ya kisiwa cha Kashmir kwa shambulizi la angani. IRGC imesema imetekeleza operesheni za kulipiza kisasi baada ya hujuma hiyo. Kwa kujibu uchokozi huu, kambi yao ya ndege na helikopta iliyoko katika moja ya nchi za eneo hili pamoja na makao makuu ya kikosi cha 5 cha Marekani vilishambuliwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani na kikosi cha anga za juu cha IRGC. Jeshi hilo lilisema operesheni hizo za kujibu zilikuwa sambamba na maonyo yake ya awali. Tulikuwa tayari tumeonya kwamba kitendo chochote cha uchokozi kingekabiliwa na jibu tofauti na zito zaidi, na tumetenda ipasavyo. Majibu haya yanapaswa kuwa funzo. Tunasisitiza tena kwamba kuvuruga usalama wa mlango wa Hormuz kutaligharimu pakubwa jeshi la Marekani lenye hulka ya uchokozi. Hormuz, vita na ukweli ambao Washington haikuwa na budi ila kuukubali. Katika hali ambayo sera mashinikizo ya juu zaidi na chaguo la kijeshi la Trump vilipaswa kuilazimisha Iran ilegeze msimamo na kurudi nyuma, lakini matukio ya karibuni yameonyesha kuwa Washington inatafuta njia ya kujiondoa kwa heshima katika mgogoro ambao imejianzishia yenyewe. Licha ya Rais Donald Trump wa Marekani kudai siku zote kuwa ni hodari na kiranja wa sanaa ya mapatano na miamala, lakini hivi karibuni amethibitisha kivitendo kuwa ni mwalimu wa mazungumzo yaliyofeli. Maneno haya makali na adimu ya Kent Roth, mhadhiri na mkurugenzi mtendaji wa zamani wa Human Rights Watch, katika gazeti la Guardian, ni mojawapo ya maelezo yanayobainisha wazi hali ya sasa ya sera za Marekani dhidi ya Iran, sera ambazo zilipaswa kuilazimisha Iran isalimu amri bila masharti yoyote kupitia mashinikizo ya juu zaidi, vita na vitisho, lakini Washington imesukumwa katika nafasi ambayo sasa inatafuta njia ya kujinasua kwa heshima kutoka kwenye mgogoro ambao ilijianzishia yenyewe. Donald Trump alianzisha vita hivi dhidi ya Iran kwa ushirikiano wa karibu na utawala wa Kizayuni wa Israeli. Kwa mujibu wa wapiganaji wa vita, uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran ulipaswa kubadilisha uwiano wa nguvu kwenye eneo. Lengo lililotangazwa rasmi ilikuwa ni kusimamisha mpango wa nyuklia wa Iran, lakini malengo makuu yalikuwa ni kudhoofisha muundo wa kisiasa wa Jamhuri ya Kiislamu, kupunguza nguvu za kijeshi za Iran na kuandaa mazingira ya kupinduliwa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu. Pamoja na hayo, kilichotokea kivitendo kilikuwa ni tofauti na kinyume kabisa na matarajio ya awali ya wapangaji vita. Ripoti ya The Guardian inasisitiza ukweli muhimu kwamba baada ya kujiondoa kwenye mkataba wa nyuklia wa 2015, hatimaye Trump amerejea huko alikouachia miaka 8 iliyopita. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, JCPOA pamoja na mapungufu yake yote, lakini iliweza kuweka mpango wa nyuklia wa Iran chini ya uangalizi mkubwa wa kimataifa na kupunguza kiwango cha urutubishaji urani. Kujiondoa kwa upande mmoja Marekani katika mapatano hayo si tu kwamba hakujaleta mapatano mazuri zaidi, bali pia kumeongeza kwa kiasi kikubwa uwezo wa nyuklia wa Iran ikilinganishwa na kipindi cha JCPOA. Hiki ndicho kitendawili ambacho wakosoaji wa siasa za Trump wanakizungumzia leo. Rais ambaye aliahidi kuwasilisha mpango bora sasa anajaribu kujadili makubaliano ambayo kwa njia nyingi yanafanana na kile alichokiita mpango mbaya zaidi katika historia. Muhimu zaidi kuliko suala la nyuklia ni matukio ambayo yametokea katika uwanja wa geopolitics wa eneo. Vita vya karibuni vimethibitisha kuwa Iran
bado ina zana nyingi za kutoa mashinikizo dhidi ya Marekani na washirika wake kwenye eneo. Mfano mzuri zaidi ni lango bahari la Hormuz, njia ambayo bado inachukuliwa kuwa ni mojawapo ya mishipa na njia panda muhimu zaidi ya upitishaji nishati duniani. Ingawa katika miaka ya nyuma wachambuzi wengi wa nchi za magharibi walizungumza kuhusu kupungua kwa umuhimu wa kimkakati wa Hormuz, lakini mgogoro wa hivi karibuni umeonyesha kwa mara nyingine tena kwamba usalama wa nishati duniani bado unafungamana na matukio ya eneo hilo. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, Iran imeweza kuonyesha mojawapo ya silaha zake bora zaidi bila kuhitajia silaha za nyuklia. Ongezeko la gharama za bima za meli, wasiwasi kuhusu soko la nishati duniani, kupanda kwa bei ya mafuta na gesi, pamoja na wasiwasi wa utumiaji bidhaa katika uchumi wa nchi za magharibi, yote imethibitisha kuwa kukosekana utulivu katika Ghuba ya Uajemi unaweza kuwa na taathira kubwa kimataifa. Katika hali hiyo, utawala wa Trump umelazimika kutafuta ufumbuzi wa kufunguliwa kikamilifu njia za kuhamisha nishati na kutuliza masoko ya dunia badala ya kujishughulisha na swala la nyuklia. Hii ndiyo nukta ambayo The Guardian inaiona kuwa ni ishara ya kushindwa kwa mkakati wa awali wa Washington, kwa sababu mara hii imehamisha uzingatiaji wake kutoka swala kuu la kuibana Iran hadi kudhibiti matokeo ya vita na Iran. Wakati huo huo, migawanyiko ya kisiasa katika kambi ya magharibi nayo imedhihirika wazi zaidi. Msimamo wa karibuni wa Uhispania ni mfano wazi wa katika uwanja huu. Serikali ya Waziri Pedro Sanchez sio tu imekataa kutekeleza siasa za kijeshi za Marekani dhidi ya Iran, bali pia imetangaza hadharani kuwa vita hivyo ni haramu na vinafanyika kinyume na sheria za kimataifa. Jose Manuel Alvarez, waziri wa mambo ya nje wa Hispania, pia ametangaza kupitia taarifa nadra kwamba Madrid imechagua kati ya utawala wa sheria na sheria msitu, na kwamba haiko tayari kushiriki katika hatua zinazoongeza vurugu na mivutano katika lango bahari la Hormuz. Umuhimu wa misimamo hii sio kupinga vita fulani tu. Kinachojitokeza kutokana na tofauti hizi ni ishara kudhoofika taratibu mshikamano wa magharibi kuhusu namna ya kukabiliana na migogoro ya kimataifa. Uzoefu wa Iraq, Afghanistan, Libya na sasa Iran umezifanya serikali nyingi za Ulaya kuwa na mtazamo mbaya kuhusu chokochoko za kijeshi za Marekani. Kwa mtazamo wa nchi hizi, gharama za kisiasa, kiuchumi na kiusalama za vita mara nyingi zimekuwa kubwa zaidi kuliko mafanikio yanayodaiwa. Hatimaye, matokeo muhimu zaidi ya mgogoro wa hivi karibuni ni kwamba kwa mara nyingine mapungufu ya nguvu za kijeshi katika utatuzi wa masuala tata ya kisiasa yamedhihirika wazi machoni pa ulimwengu, ambapo hata serikali kubwa zaidi ya kijeshi duniani imeshindwa kufikia malengo yake ya kisiasa kupitia mashambulizi ya mabomu na mashinikizo ya kijeshi. Uzoefu wa vita hivi vya sasa umeonyesha kuwa katika nchi za Asia Magharibi, kama ilivyo migogoro mingine mingi ya kimataifa, utatuzi wa kudumu wa migogoro hautimii kupitia vita, bali kupitia njia ya mazungumzo na kukubali ukweli uliopo. Leo kuliko wakati mwingine wowote, Washington imefikia ukweli kwamba hakuna mbadala wa diplomasia katika kutatua mzozo wake na Iran. Kuzingatia hilo, hata wakosoaji wa Trump nchini Marekani wanasisitiza kuwa rais huyo anayejiita mfalme na fundi kufanya miamala hatimaye amelazimika kurejea kwenye meza ile ile ya mazungumzo aliyowahi kuiacha, lakini wakati huu kwa gharama kubwa zaidi kwa Marekani, washirika wake na uchumi wa dunia. Vilevile, Marekani na Iran zimeendeleza mashambulizi kwenye Ghuba ya Uajemi na kuzidisha mvutano kwenye eneo hilo. Mapigano hayo yanatokea wakati juhudi zamani zikiwa bado zimekwama bila mafanikio makubwa. Nchini Kuwait, uwanja wa ndege wa kimataifa ulilengwa katika shambulio lililosababisha uharibifu mkubwa na kujeruhi watu kadhaa. Kufuatia tukio hilo, mamlaka za usafiri wa anga zilisitisha safari zote za ndege na kuelekeza ndege zinazoingia katika viwanja vingine vya ndege. Shirika la ndege la Kuwait Airways pia limesimamisha shughuli zake kwa muda. Wakati huo huo, Bahrain imesema ilifanikiwa kudungua makombora matatu na ndege kadhaa zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa nchini humo. Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya operesheni zake CENTCOM limesema makombora mengine ya Iran yalishindwa kufikia shabaha yake au yaliharibika ikiwa angani. Marekani pia imetangaza kuwa imedungua ndege zisizo na rubani za Iran zilizokuwa zikilenga meli za kiraia na vikosi vya Marekani kwenye eneo la Ghuba na kufanya mashambulizi kwenye kisiwa cha Kashmir. Katika matukio mengine, utawala wa Kizayuni unaendelea kushambulia Lebanon, ambapo katika siku za hivi karibuni ulikuwa umetishia kushambulia mtaa wa Dhahia kusini mwa Beirut na kutaka watu wahame kutoka eneo hilo. Swali muhimu ni je, kwani utawala wa Kizayuni unataka kushadidisha mgogoro wa vita nchini Lebanon? Moja ya sababu muhimu zaidi za hatua za kichokozi za utawala wa Kizayuni
katika kushadidisha vita na jinai dhidi ya Hezbollah ya Lebanon ni kwamba utawala huu hauifasiri Hezbollah katika fremu ya Lebanon, bali katika fremu ya muhimili wa mukawama, na kwa maneno mengine ni harakati inayovuka mipaka Lebanon. Kwa hivyo fikra ya utawala wa Kizayuni ni kwamba unataka kudhoofisha muhimili wa mukawama kupitia mashambulizi makali dhidi ya Hezbollah huko Lebanon. Sababu nyingine kuu ya utawala wa Kizayuni kushadidisha vita na mashambulizi dhidi ya Lebanon ni kuhusiana na hali ya ndani ya nchi hiyo ya Kiarabu. Hivi sasa huko Lebanon, baadhi ya watu walioko madarakani wanashirikiana kwa karibu na utawala wa Kizayuni katika kadhia ya kupokonywa silaha Hezbollah, na muhimu zaidi ni kwamba hawaonyeshi hisia zozote dhidi ya utawala wa Kizayuni kutokana na mauaji ya kinyama inayofanya dhidi ya watu wa Lebanon. Kwa hivyo Tel Aviv inachukulia hali ya sasa ya uongozi dhaifu wa Lebanon kama fursa ya kutoa pigo kubwa zaidi la kijeshi dhidi ya Hezbollah. Wazayuni wanaamini kuwa Hezbollah ipo kwenye hali dhaifu ambapo wanaweza kunufaika nayo kwa maslahi yao, kwa sababu serikali ya Lebanon nayo inajaribu kutoa mashinikizo dhidi ya harakati hiyo ya mukawama. Sababu nyingine utawala wa Kizayuni kushadidisha vita na mgogoro dhidi ya Hezbollah Lebanon ni kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani. Moja ya masharti muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa ajili ya kufikia mapatano na Marekani ni kusimamishwa vita katika medani zote za vita, hususan nchini Lebanon. Kwa kushadidisha mashambulizi dhidi ya Lebanon, utawala wa Kizayuni unajaribu kuathiri mazungumzo kati ya Iran na Marekani na kuzizuia pande hizo kufikia makubaliano. Kwa hakika, utawala wa Kizayuni siku zote umekuwa chanzo cha kuvuruga mazungumzo kati ya Iran na Marekani na unaendelea kutekeleza nafasi hiyo hivi sasa. Sababu nyingine ni kuwa utawala wa Kizayuni unataka kuteka maeneo mengi zaidi ya Lebanon ili kuyageuza kuwa chombo cha mashinikizo dhidi ya Lebanon. Kabla ya kusimamishwa vita katika ngome zote, ambalo ni moja ya matakwa makuu ya Iran katika uwanja huo, utawala wa Kizayuni unaona kuna uwezekano mkubwa wa kufikia makubaliano kati ya Iran na Marekani, jambo ambalo huenda likapelekea kusitishwa mapigano nchini Lebanon kabla Tel Aviv kufikia lengo lake kuu la kupokonywa silaha Hezbollah. Nini hasa ambacho kitaendelea? Matukio gani yatakayoibuka? Tutaendelea kukujuza. Shukran kwa Babu Kivita. Mimi ni The Rich Voice.